Mimi naitwa Johari Yahaya Sadi, niko Kigamboni, mtaa kwa Mwingila. Nikiwa mshabiki wa Simba, ni mama, naipenda Simba. Kwa mechi ijayo, mimi na imani na Simba. Ninawatia moyo wana Simba wote na wachezaji, na tunawaomba Mwenyezi Mungu ushindi mkubwa. Kwa imani lazima watashinda. Na sisi tunaamini ushindi mkubwa na tuko tayari kuupokea huo ushindi. Hii ni awamu yetu kwa kipindi hiki. Na mwanzo tumeshauona, tumeupata juzi na bado ushindi unaendelea. Ndio tumeanza sasa. Kwa hiyo tunaendelea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, lazima tushinde. Kwa hiyo na wasii wana Simba wenye imani zao, tuendelee kuwaombea Simba, lazima washinde wachezaji, Mwenyezi Mungu akawatie nguvu, mkawe na imani kubwa, mjiamini, tunaweza. Hata kama mtu aweje, tunaweza, kwa imani tutashinda. Hayo ni yangu. Mechi inayokuja itakuwa mechi nzuri, na mimi itakuwa mechi yenye ushindani wa hali ya juu kama dabi tulizozoea kuziona, na mimi itakuwa ya utofauti kabisa. Na mimi vikosi vyote vimejiandaa vizuri kwa upande wa wapinzani wetu, watani wetu Simba Sports Club, na mimi wamejiandaa vema na sisi pia tumejiandaa vizuri. Mechi itakuwa nzuri naamini. Imani ya kikosi chetu, sisi tunaamini kikosi chetu kiko vizuri. Haijalishi panakosa wapi, na mimi mwalimu atakuja na mbinu nzuri, kikosi kiko bora. Na kuhusu uwanja, tuchagui uwanja kokote, sisi tuko bora. Anachoambia mashabiki wa Yanga, changamoto zipo. Mchezo uliopita ulikuwa mchezo mzuri, tumefanya mistake, wenzetu wameitumia vizuri. Mchezo ujao tuangalie pale tulipokosea, naamini tutapata ushindi. Kwa mashabiki wa Yanga, niwape moyo, waendelee kuiamini timu yao kama ilivyokuwa awali. Ni nzuri kwa sababu dabi ya Kariakoo ni mechi ya watani wa jadi ambayo ni heshima kubwa sana kwa taifa, kwa sababu watu wengi waacha shughuli zao kwa ajili kwenda kuizingatia hiyo mechi. Kwa mustakabali mzima tumepokea, kwa upande wa Yanga, nikizungumzia kama shabiki upande wa Yanga, tumepokea kwa masikitiko makubwa mechi ya uwanja wenyewe, lakini hatuna namna. Mechi inaenda kuchezwa na muunganiko utakuwa mzuri kutokana na kwamba tayari maandalizi tumeyafanya na tumekabiliana na mechi vizuri, na mechi itakuwa vizuri zaidi, kutakuwa na kitu chochote ambacho kitakuwa na changamoto kwa upande wetu sisi kama mashabiki wa timu ya Simba. Ni timu nzuri, na ukizingatia pia tumetoka kucheza muungano ambayo imeonyesha ubora zaidi kwa kikosi kipana nilicho nacho, lakini pia ukizingatia imekuwa na umakini sana kulingana na kwamba tayari ilishafungwa mechi karibu 5 mfululizo. Kwa hiyo ilikuja kwa tension kubwa, lakini pia nao naamini kwa mechi inayokuja Jumapili nao watakuwa na tension kubwa zaidi. Kwa hivyo kama Yanga lazima tuingie pia na tension kubwa sana kutokana na kwamba mpinzani wetu naye ameshakuwa imara. Tukizingatia hayo haitakuwa na shida yoyote, na tunaweza tukakabiliana na mpinzani wetu katika mazingira ambayo ni rafiki. Mechi inayokuja ni kama kawaida, ushindi mwanzo mwisho tu, yani mwanzo mwisho ushindi wa kutosha, kwa sababu sasa tunajiandaa na mazoezi ya kutosha. Kwa hata wao wenyewe wajiandae. So unajua sisi ni mnyama kabisa kamili gado, yani si unajua, wajiandae vya kutosha tu. Si unajua pila uko vizuri na sisi tumedaa vizuri yani. Mashabiki wa Simba pia kweni na amani, kweni na furaha, msikae kinyonge kabisa yani, kwa sababu ni mwendo wa kuburuza tu sasa hivi. Yaani mwendo wa kuburuza, sio kuburuza. Mwanzo tulikuwa tunawapa chance kidogo waonekane, sasa hivi wanaonekana wanatamba. Haina kutamba hii sasa hivi, ni kuburuza tu. Buruza tu yani. Si unajua?